Simba kinasafiri kesho kuelekea kule Kigali, Rwanda. Kwa kuna wachezaji wengine watajoin na timu kule Kigali, Rwanda, lakini kuna wachezaji wengine ambao moja kwa moja walioingia kambini na ambao wanaendelea kuingia kuripoti, manake moja kwa moja watasafiri na timu. Sasa ukijaribu kutazama kwa haraka manake unapiga hesabu ni mchezaji gani, je, atakuwa ni mzawa ama atakuwa ni wa kigeni? Hayo ni moja kati ya maswali mengi zaidi. Lakini ukijaribu kutazama katika hawa wachezaji wa kizawa wa kigeni, kama mchezaji wa kizawa manake moja kwa moja unaweza ukasema ni nani? Manake moja kwa moja anaweza kawa Bakari Msimu kama yatakuwa mchezaji wa kizawa. Manake piga huwa garagaza hapo, unaweza ukasema Bakari Msimu wa kwanza, au unaweza ukasema nani? Ama unaweza ukasema Abdul Suleiman Hamisi Sopu wa pili, au unaweza ukasema Ismail Mgunda wa tatu. Katika watu wangapi watatu, inawezekana mmoja wapo moja kwa moja kafanya nini, akapata nafasi ya kuweza kusajili kutambulishwa ndani ya Simba Sports Club. Lakini wakati huo pia unajaribu kuangalia kama atakuwa ni mchezaji wa kigeni, tafsiri yake ni ipi? Tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja unategemea zaidi ya kwamba ni kama wa kigeni. Manake haraka hapo unaweza ukavuta picha tu haraka unaweza ukasema labda anaweza akawa Keleso ama Ibrahim Dumbia, ama anaweza akawa Jaba, ama anaweza akawa Seji Bajo. Manake ni moja kati ya wachezaji ambao unategemea zaidi kuweza kuonekanika ndani ya Simba Sports Club. Lakini kwangu mimi bado najaribu kutazama kwa aina ya wachezaji ambao moja kwa moja kimsingi ambao kwa upande ukiangalia kwa upande moja kwa moja wa Simba Sports Club katika wachezaji wa kizawa wamefanikiwa zaidi kuwa na jicho la kuona wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana, ambao wana nafasi ya kuweza kuisaidia zaidi timu katika msimu ujao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata ukijaribu kuangalia wachezaji ambao wao binafsi wameweza kuwa point, uangalia mchezaji mtu kama Nathaniel Chilambo ni moja kati ya wachezaji ambao ana kipaji kikubwa sana. Lakini pia vile muangalie mchezaji kama nani, mtu kama Kelvin Nation Aftal pia ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa zaidi. Sasa mimi acha niseme mchezaji ambao Simba wamemtangaza muda huu. Sasa nasoma kama ifuatavyo. Karibu Simba Bakari Msimu. Kiungo mshambuliaji Bakari Msimu amejiunga nasi kwa mkataba wa miaka 2 kutoka Coastal Union ya Tanga Handeni. Narudia tena. Mchezaji ambao Simba wamemtambulisha muda huu. Mimi nasoma tu taarifa ya Simba kupitia kwenye Simba app. Wanasema karibu Simba Bakari Msimu. Kiungo mshambuliaji Bakari Msimu amejiunga nasi kwa mkataba wa miaka 2 kutoka Coastal Union ya Tanga Handeni huko. Sasa Bakari Msimu ni moja kati ya wachezaji ambao mimi binafsi na wakubali sana. Kwanza ukijaribu kuangalia umri wake ukiangalia umri wake Bakari Msimu ana miaka 18. Sawa bwana, Bakari Msimu ana miaka 18. Maana yake ana muda mrefu sana wa kuendelea kupata nafasi ya kucheza. Hilo ni jambo la kwanza, inabidi uweze kueleweka very clear. Maana yake ana misimu ya kutosha zaidi, either hata inaweza kata misimu 10, kwa sababu ukipiga mahesabu ukijumlisha misimu 10 manake kwa misimu 10 kwa miaka 10 atakuwa na miaka mingapi jumla? 38. Manake ana muda wa kutosha zaidi wa kuendelea kuvaa jezi ya Simba Sports Club. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unapaswa kuweza kueleweka very clear. Lakini kitu kingine ambacho moja kwa moja unakitazama zaidi ni kwamba ni mchezaji ambaye ana kipaji halisi. Unapozungumzia wachezaji wenye vipaji halisi, maana yake unamzungumzia pia na mtu kama Bakari Msimu. Yaani ana kipaji halisi, yani halisi kabisa. Na ana uwezo wa kucheza position zaidi ya moja ndani ya uwanja. Bakari Msimu ana uwezo wa kucheza kama na fullback wa kulia. Hicho ni kitu ambacho Bakari Msimu anakuofa. Bakari Msimu pia vile ana uwezo pia wa kucheza kama winga. Nikisema kama winga nikiwa na maana ya kwamba ana uwezo wa kucheza kama namba 7, ana uwezo pia vile wa kucheza kama namba 11. Sifa nyingine ambayo yuko nayo Bakari Msimu ni kasi, ni kitu ambacho yuko nacho, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana spidi sana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kwa Bakari Msimu ni mchezaji ambaye pia ana utulivu sana anapokuwa na mpira. Huyo ni Bakari Msimu. Jambo la tatu ambalo Bakari Msimu pia anakuofa zaidi kwenye timu, maana yake moja kwa moja unasema
Jambo la tatu ambalo anakuofa zaidi Bakari msimu, pia vile vile ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kufunga magoli, na naposema ana uwezo mkubwa zaidi